Bana, mambo vipi? Karibu katika Sports Update, dakika 5 za kukujuza yale yote yaliyojiri katika viwanja mbalimbali hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi. Karibu niweze kujuza yale yote yaliyojiri kwenye viwanja mbalimbali, lakini nikukumbushe tiki ya kwanza Oktoba 29, hakikisha wewe kama kijana unakwenda kupiga kura kumchagua rais, mbunge pamoja na diwani. Utakuwa umetisha kinoma noma. Sasa twende tukaangazia yale yote ya kimichezo, na tunaanzia hapa nyumbani Tanzania ambapo timu ya taifa ya Tanzania siku ya jana iliweza kucheza mchezo wake wa kirafiki ulio kwenye kalenda ya FIFA dhidi ya Iran, ya mchezo uliochezwa pale katika Falme za Kiarabu pale Dubai, na timu ya taifa ya Tanzania ikaweza kulala kwa jumla ya mabao 2-0. Mabao ambayo yalifungwa katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili Stars wakarudi wakakaza na mchezo ukaweza kutamatika kwa kufungwa mabao 2-0. Na baada ya mchezo huo kutamatika, sasa timu ya taifa itarejea nyumbani na wachezaji watarudi katika timu zao kwa ajili ya kuendelea na maandalizi ya michezo inayofuata ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kuanzia mwezi Disemba timu hiyo itakuwa pale nchini Morocco kushiriki katika michuano ya AFCON, na hicho ndio ambacho kimesalia, na hivi sasa tunaangazia macho yetu na masikio yote kule kwa ajili ya kushiriki michuano hiyo AFCON. Baada ya taarifa hiyo kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ni kukumbushe kwamba timu ya taifa ya wanawake ya Twiga Stars wao wapo pale Kigamboni katika viwanja vya TFF wakiendelea na mazoezi kujiandaa na mchezo wa kufuzu kushiriki AFCON mwaka 2025, mchezo ambao utachezwa Oktoba 22 dhidi ya taifa la Ethiopia, na timu hiyo ya taifa inaendelea na mazoezi hivyo. Lakini timu ya taifa ya mchezo wa futsal wenyewe wapo kule Kibaha wanajiandaa na michuano ya kombe la dunia ambayo itachezwa nchini Ufilipino kuanzia mwezi Novemba mpaka Disemba 7 pale nchini Ufilipino, na timu ya taifa ya Tanzania mchezo wa futsal itakuwa ni miongoni mwa timu ambazo zitashiriki michuano hiyo ya timu ya kombe la dunia kwa upande wa wanawake. Kwingineko ni kwamba timu mbili za mchezo wa kuogelea zimeweza kuondoka hapa nchini na kuelekea nchini Kenya kwa ajili ya kushiriki michuano ya Afrika Mashariki na Kati ambayo itakuwa inafanyika katika viwanja vya Kasarani pale Nairobi nchini Kenya katika mchezo wa kuogelea. Sasa katika hafla ya kuaga wachezaji hao wa timu hizo, afisa michezo wa BMT Charles Maguzu pamoja na rais wa chama cha mchezo wa kuogelea David Masioge walifanya hafla ya kuaga wachezaji hao ambao walikuwa wanaelekea nchini Kenya katika kuwaasa wachezaji hao kuelekea katika michuano hiyo ya Afrika Mashariki na Kati. Mpaka hapo tunaweka nukta katika habari za kimichezo hapa nyumbani na tunaelekea katika anga la kimataifa, na nikwambie tu kwamba ni bara jipya ndani ya kombe la dunia mwaka 2026 ambalo litakuwa na timu wa vumbi katika nchi za Marekani, Mexico pamoja na Canada. Na hapa tunamzungumzia nyota wa kimataifa wa Dar es Salaam Young Africans, raia wa Ivory Coast Pacome Pedro Zouzoua, ambaye yeye amefuzu na timu yake ya Ivory Coast kushiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Timu ya Ivory Coast ama Cote d'Ivoire ni miongoni mwa timu 9 za Afrika ambazo zimefuzu moja kwa moja kushiriki katika michuano hiyo ya kombe la dunia mwaka 2026. Pacome kwa mara nyingine aliitwa katika kikosi cha timu ya taifa akiwa na nyota baadhi wakiwemo Simon Adingra pamoja na Amadi Diallo wa Manchester United. Wameweza kuisaidia timu hiyo ya taifa kufuzu moja kwa moja baada ya kuwatandika Kenya mabao 3-0. Na kama Pacome ataitwa katika kikosi cha timu ya taifa ambacho kitakwenda nchini Marekani, Mexico na Canada kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia, basi atakuwa ni mchezaji wa kwanza kutoka katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kushiriki michuano ya kombe la dunia. Kila laheri Pacome Pedro Zouzoua. Kwingineko ni kwamba marijendi wa soka duniani, hapa namzungumzia Cristiano Ronaldo pamoja na Lionel Messi, wameendelea kuweka rekodi mbalimbali licha kuwa ni wachezaji ambao umri umekwenda, lakini bado wameendelea kushikilia rekodi zao na kuweka rekodi zao. Katika ushindi 6-0 katika mchezo wa kirafiki kati ya Argentina dhidi ya taifa la Puerto Rico, Lionel Messi aliweza kutoa pasi 2 za mabao ambazo zimemfanya afikishe jumla ya assist 60 na kuwa mchezaji pekee ambaye ana pasi za mabao mengi katika timu za taifa ama katika mechi za kimataifa. Na Messi amefikisha jumla ya assist 400 katika career yake ya soka. Legendi huyu wanamuita goti Lionel Andres Messi katika taifa la Argentina. Lakini Cristiano Ronaldo yeye ameweza kufunga mabao 2 katika mchezo wa kufuzu kushiriki kombe la dunia dhidi ya taifa la Hungary, na anakuwa mchezaji pekee ambaye ana mabao mengi na assist katika mechi za kufuzu kushiriki kombe la dunia. Soka linaendelea kuenjoy kuangalia Cristiano Ronaldo na Lionel Messi wakiendelea kufanya makubwa katika viwanja mbalimbali. Paka hapo hatuna la ziada, tunaweka nukta katika Sports Update siku ya leo. Ni kusihi uendelee kulambaza katika mitandao yetu ya kijamii uweze kupata taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinaendelea kupatikana katika mitandao yetu ya kijamii kama TBC2 Online.